Hakuna wengi katika familia, bali kuna mmoja katika familia. Ikimaanisha familia ya pumziko lako, familia ya mapenzi yako, familia ya mamlaka yako hutambuliwa na imetambulishwa kwa sura ya umoja, kwa sura ya namba moja. Ikiwa 2 iwe 1, ikiwa 3 iwe 1, ikiwa 4 iwe 1, ikiwa 5 iwe 1, ikiwa namba yoyote kwa kutamkika kwake iwe ni 1. Na hili ni pumziko kutoka kwa Pastor Andegunyo, linazungumza kuhusu familia, sehemu ya 15. Popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa wewe ni mmoja, ikimaanisha kwamba una muonekano mmoja. Popote pale ulipo, upo hapo kwa kuwa wewe ni mmoja kwa jina husika. Ukiwa mtu, haijalishi una viungo vingapi, haijalishi una mifumo mingapi, lakini katika mfumo yote hiyo umeonekana mmoja. Uwe ni mfumo mmoja kwa jina moja ambalo ukapatikana katika jina moja mtu. Ikimaanisha kwamba kwenye 2 imepatikana 1, kwenye 3 imepatikana 1, kwenye 4 imepatikana 1, kwenye 5 imepatikana 1, kwenye 6 kwa kila kitu kwa kujitambulisha kwake imepatikana 1. Na kwa jinsi ya kupatikana 1 kwa jina moja, hiyo ndio inaitwa familia. Hiyo ndio inaitwa familia, ambayo ndio iliyo pumziko, yani mapenzi yako. Ni 2, ikimaanisha ni baba na mama wako wawili wanakuja kwako wewe mtoto, lakini ili hawa wawe familia, ikimaanisha wakufaana na wewe, hawa wawili ni lazima wawe mmoja. Wawili iwe mmoja kwa jina moja. Na ndio maana anapokuja baba na mama ili kwako wawe familia, anapatikana mmoja, inapatikana muonekano mmoja. Hiyo 2 inakuwa katika muonekano mmoja kwa jina moja, mzazi. Ndio maana baba na mama kwako hawakuhusu katika majina hayo, bali kinachokuhusu kwako ni mzazi. Kwako ya mtoto, mzazi. Kwa kuwa mzazi ni 2 iliyo moja, ni 2 iliyo moja, ndiyo ikapatikana mzazi ambaye
ni wa familia yako wewe mtoto, ni wa kufanana, wa kufaana na jinsi vile wewe ulivyo mtoto, ikimaanisha kwamba ni wewe mtoto unaishi mapenzi yako, unaishi mamlaka yako katika jinsi yake na jina lake. Ndivyo ilivyo hapo nyumbani kwako, kwamba wewe mzazi hauna watoto wengi kwa majina yao, kwa kuwa hao wengi ili wawe familia yako ni lazima wawe wengi katika moja, wawe wengi walio katika jina la umoja, ikimaanisha wengi mmoja, wengi wenye jina moja, wengi wenye muonekano mmoja, wengi wenye jinsi moja. Na ndio maana katika familia yako kuna mwanamume, kuna mwanamke, kuna jina la huyu, kuna jina la huyu, lakini kwako wewe uliye mzazi, hao walio wengi wameitwa katika jina moja, wengi walio wamoja, wengi walio katika jina moja la kuitwa mtoto, la kuitwa mtoto, na kufanya jina mtoto kwako wewe mzazi, pasipo kujalisha ni wengi kiasi gani kwa majina yao, bali jina mtoto ndiyo iliyo familia yako wewe. Ndivyo ilivyo katika dini hiyo. Haijalishi mko wengi, ni wawili, ni watatu. Kama ni watatu, muwe mmoja, watatu mmoja. Kama ni wawili, iwe ni mbili moja. Kama ni watatu, iwe tatu moja. Kama ni wanne, iwe ni nne moja, ikimaanisha tatu hizo ziwe katika jina moja, wanne muwe katika jina moja, wengi wote muwe katika jina hili moja. Na ndio maana dini fulani inapokuja kwako wewe ili iwe familia yako, kuitazama katika jina moja, jina lao moja, lile jina lao moja, jina lile moja ndiyo iliyo familia yako. Kwa kila mmoja unayemtazama, unamtazama katika lile jina moja. Katika taifa hilo pia, kwenye taifa hilo katika jina lake moja, haijalishi ni wingi wa ngapi, kuna namba ngapi, lakini namba hiyo ni lazima iwe moja. Kwa namba hiyo kuwa moja, ndiyo familia yako wewe. Na kila mmoja aliye katika namba hiyo ndiyo familia yako hiyo, ndiyo jina la taifa hilo,
ikimaanisha kila namba iliyopo hapo, kila mmoja aliyomo humo ndani ya namba hiyo moja hutambuliwa kwa jina hilo kama ni taifa, hutambuliwa kwa jina hilo kama ni ukoo, hutambuliwa kwa jina hilo kama ni chochote. Ndivyo ilivyo katika dunia yote. Haijalishi kuna namba ngapi, lakini namba yoyote ni lazima iwe moja kwa jina moja duniani, na kufanya yoyote ili awe familia yako katika dunia, ni lazima awe katika muonekano huo, umtambue katika jina dunia. Awe ametoka taifa gani, awe ametoka dini ipi, awe ametoka wapi, lakini kwako ili awe familia lazima atambuliwe katika sura moja dunia, kwamba unaongea na dunia. Yoyote anayeongea na wewe ili awe familia yako kidunia, unakuwa umeongea na dunia. Ikiwa ni mbingu, yoyote yule, pasipo kujalisha kuna namba ngapi za majina yake ya mbingu, kwamba kuna jina hili, kuna jina hili na ni mbingu, kuna jina hili ni mbingu, kuna jina hili ni mbingu. Ni lazima katika wengi, katika namba yoyote iwe moja, na katika namba zote imebaki moja kwa jina moja, mbingu, na kufanya yoyote yule anayekuja kwako, anayezungumza kwako, unayemwona kwako, unakuwa umeiona mbingu, kwa kuwa ndio ya kufanana na wewe, ndio iliyo familia yako. Namba yoyote lazima ibaki moja, kwa kuwa hiyo moja ndio familia ya kufanana na wewe uliye mmoja katika jinsi na jina lako, uliye familia katika jinsi na jina lako, na kufanya yoyote aliye mmoja kuwa ndiye aliye uzao, aliyezaliwa kutoka katika mamlaka yako, ikimaanisha huyo ndiye aliye wa familia yako, yani mwenye sura ya umoja wako, kwa maana kuu kwamba huyo ndiye kuwa ni wewe unaishi mapenzi yako katika jinsi na jina lake husika. Ndio. Na katika uwepo wa chochote, pasipo kujalisha namba zake ziko ngapi, kwa kuwa namba yoyote, muonekano wowote, jinsi yoyote, vyovyote vile, ibaki katika namba moja. Muonekano wowote uwe katika namba moja. Wingi wowote
uwe ni mmoja, jina moja, mamlaka moja. Na ndio maana katika uwepo wote, mbingu na dunia ni lazima ibaki katika namba moja. Uwili huu uwe ni mmoja, ikimaanisha katika jinsi moja, muonekano mmoja, jina moja, mamlaka moja, ambayo imeweka uwepo wa namba yoyote, wa jina lolote katika muonekano mmoja, na kufanya chochote kile kilicho mbele yako kiwe na jina hilo moja na muonekano mmoja. Na ndio maana katika familia hii ya pumziko ni lazima uwe na namba moja tu. Wingi wowote uwe ni katika muonekano mmoja tu. Kusiwe kuna mbingu na kuna dunia. Wingi wa mbingu na dunia uwe katika namba moja tu, katika jina moja tu, ikimaanisha uwepo wa chochote uwe katika namba moja tu. Umoja wa kuonekana katika namba moja tu, katika jina moja tu, katika mamlaka moja tu. Na ndio maana katika pumziko lote, haijalishi namba ziko ngapi, uwepo wa chochote umewekwa katika jina moja la kifamilia linaloitwa Alingagunyo, Alingagunyo, ikimaanisha ni jina lenye mkusanyiko wa namba yoyote ni jina lenye muonekano wa mkusanyiko wa namba yoyote kubaki moja, yaani namba yoyote kuwa moja, mbili kuwa moja katika jina husika, kama vile baba na mama kuwa moja katika jina husika, mzazi. Na sasa hivi ilikuwa mbingu na nchi kuwa moja, yaani mbili hizo kuwa moja katika jina Alingagunyo. Na kufanya chochote popote pale kilipo kuwa ni cha sura yako wewe, kuwa ni cha familia yako wewe. Haijalishi namba zao ziko ngapi, ni mbingu, ni dunia, lakini kwako ni moja, ni mbili iliyo moja katika jina moja, yani Alingagunyo, katika pumziko hili.
ni 2 iliyo moja, kwa kuwa namba iliyokuwa na mkusanyiko mkubwa ni dunia, yani kimaanisha ardhi. Imebeba uwepo wingi, pia mbingu, na kila moja inajieleza jinsi ilivyo kwako. Lakini wewe umezaliwa na hao wote. Umezaliwa na mbingu, umezaliwa na dunia. Ni lazima ubaki katika jina moja ambalo ni hilo, na hivyo vyote kama wazazi, kama walio, na hivyo vyote katika majina yote lazima ibaki katika jina moja la utambuzi. Kama ilivyo baba, mama akabaki katika jina moja la utambuzi, ni wawili katika jina moja la utambuzi, mzazi. Ni mbingu na dunia, ni mbingu na nchi, ni ardhi na anga katika jina moja la utambuzi, Aringakunyu. Na kufanya chochote unachokiona kuwa, unakuwa umeona uwepo wa chochote, na si baki kwamba chochote unachokiona kwamba unakuwa umeona uwepo wa mbingu tu, vyote vya mbinguni tu, kwamba umeona uwepo wa duniani tu, vyote vyenye ardhi tu, bali chochote unachokitazama kuwa umeona ni uwepo wa chochote kilichopo, nacho hicho kuwa ndio jina moja la familia yako katika kila jinsi ya kukiita kwake, ikimaanisha kuwa ndio wewe unaishi mapenzi yako katika jinsi ya muonekano wake. Naongea na wewe, kila kitu kipo katika familia, na ili kikae katika familia ni lazima kiwe na sura moja, 2 moja, 3 iwe moja. Na ndio maana hakukuwa na pumziko, kwani kulikuwa bado kuna 2 zilizogawanyika, mbingu huku, dunia huku, wazazi waliogawanyika, baba huku, mama huku. Sasa wewe utakuwa nani? Lakini ili wawe wakufana na wewe, mzazi, baba na mama wawili wakawa katika mmoja, 2 iliyo moja katika jina mzazi. Ndivyo ilivyo nawe mtoto, ukapata pumziko kwa kuwa tayari umepata wa kufanana na wewe, wa familia yako. Sasa ndivyo ilivyokuwa katika mbingu na nchi, wewe ukachanganyikiwa, nani aliye familia yako? Lazima iwe 2 iliyo moja. Na ndio maana katika pumziko hili limekuwa pumziko hili kwa kuwa hiyo 2, mbingu na nchi, imekuwa moja kwa jina Aringakunyu. Na hiyo ndiyo imekuwa ni familia ya pumziko, kwamba chochote ambacho
kinatazamika, unakitazama kuwa ni familia yako, ikimaanisha ni wewe unaishi mapenzi yako katika jina na jinsi yake. Ndio, chochote kile kuwa kinaishi mapenzi yako, kwa kuwa chochote kile kuwa ndio kimetoka kwako wewe, kwa jina moja, kwamba wewe mtoto, kuna umetoa mzazi, umetoa baba na mama. Hawa hawawezi kuwa wawili mtengano, bali kuwa mbili moja, kwa jina moja mzazi. Kwamba wewe ulivyo hapo hauwezi kuwa umetoa, wewe ulivyo hapo umetoa mbingu, umetoa na dunia, umetoa anga, umetoa na ardhi, lakini hawawezi kukaa katika mtengano. Ni lazima wawe katika mbili iliyo moja, iliyo katika jina moja. Nao na hilo jina ndio kuwa familia. Ndio maana katika pumziko hili, jina moja ambalo ni familia la kila chochote kilichopo, pasipo kujalisha namba yake, ni mbingu, ni dunia, kwa kuwa ni familia yangu, ni familia iliyo ya pumziko langu, ni familia ya kufanana na mimi, ni familia ya kufaana na mimi. Hiyo mbili ni lazima ikae moja katika jina moja, Arkagunyo. Katika jina moja, Arkagunyo, ikimaanisha uwepo wa chochote unachokiona. Ukimwona mama, maana yake umtazami akiwa mama, unamtazama akiwa mzazi, na ukimtazama akiwa mzazi, moja kwa moja tayari yupo na baba. Ukiona ikiwa mbingu, hauitazami ukiwa mbingu, unaitazama ikiwa Arkagunyo, na ukitazama katika jinsi hiyo, inakuwa moja kwa moja ipo pamoja na dunia. Kwa kuwa ili uwe ni mkamilifu, ni lazima uwe umezaliwa na dunia pamoja na mbingu. Ni lazima uwe na mbingu na dunia, na hawa wawili lazima wawili wawe mmoja, mbili iwe moja. Na kwa jinsi ya mbili kuwa moja, kajina Arkagunyo ndio iliyo inakuwa familia yako. Basi leo hii inaishia hapa katika somo hili, familia katika pumziko hili. Narudia, somo hili, familia katika pumziko hili. Wiki ijayo usikose somo hili la familia katika mapana zaidi. Usikose. Leo ninakuachia pumziko hili. Pokea pumziko la familia yako hapo ulipo. Pokea pumziko la familia ya mzazi wako, familia ya taifa lako, familia ya dunia yako, familia ya kimbingu, familia ya kindoa, familia ya kikabila, familia ya kikoo, familia. Pokea pumziko la familia yako kwa jina lolote, ya jinsi yoyote ulionayo hapo popote pale ulipo. Pokea pumziko hili na furaha
ya wewe kuwa ni familia popote pale ulipo. Hao wote walio wa familia hiyo, pumziko hili liko pamoja nawe.